Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Kila mtoto ana ndoto ya kufaulu, lakini wakati mwingine ndoto hiyo hukwama, si kwa sababu hana uwezo, bali kwa sababu anahitaji kufundishwa kwa njia tofauti, hasa katika somo la hisabati. Wanafunzi wengi hukata tamaa wanapokutana na mada zinazowatatiza. Lakini je, umewahi kujiuliza nini hutokea walimu wanapokaa pamoja, wakashirikishana maarifa, mbinu za kufundisha na uzoefu wao? Mara nyingi mwalimu mmoja ana mbinu rahisi inayoweza kubadilisha kabisa uelewa wa wanafunzi. Walimu wanapofundishana wao kwa wao, si wao pekee wanaokuwa kitaaluma, bali hata wanafunzi hupata nafasi kubwa ya kuelewa masomo magumu na kufanya vizuri darasani. Katika video hii tutaenda kuona walimu wakifundishana wao kwa wao, hasa katika masomo yanayowatatiza wanafunzi kama hisabati. Kama wewe ni mwalimu, mzazi au mlezi, video hii itakupa sababu ya kuamini kwamba mafanikio ya mtoto huanza pale walimu wanapojifunza pamoja. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu basi uungane nami, twende tukaone walimu wa shule ya msingi Ngarenaro iliyopo katika jiji la Arusha wakishirikiana, wakifundishana, wakiulizana maswali katika somo la hisabati. Lengo kubwa ni kuhakikisha wanawasaidia watoto kwa wao kupata maarifa zaidi kupitia wenzao. Karibu na tuanze. Namba yetu iliyopigiwa mstari ni namba 7. Kwa hiyo kwa mwanafunzi huyu ndio darasa la 4. Mwanafunzi wa darasa la 4 kwanza aisome namba. Namba hii ni 23,100. Ni 23,745. Sasa mwanafunzi anatakiwa aipigie nini? Atambue nafasi. Na wanafunzi wa darasa hawa la 4 wanachanganyikiwa sana kati ya nafasi na nini na thamani. Kwa hiyo anatakiwa aweze kutofautisha thamani ya namba na nafasi ya namba. Nafasi ya namba, kwa hiyo akishaweza kusoma aiandike hii namba, aanze kuichambua kwamba namba ndogo, namba 5 ni 100, hii namba 4 ni 10, namba 7 ni 100, namba 3 ni 1000, na namba 5 ni 10,000. Akishaitambua hii namba, sasa anaweza kutambua. Kwa hiyo hii ni 100, hayo itakuwa ni nini? 10. Namba 7 ni nini? Au anaweza akaiandikia kabisa kwamba ni 100, 10, 100, 1000, na hii ni nini? 10,000. Kwa hiyo sasa tayari moja kwa moja ataiona namba 7 ni nini? Namba 7 ni nini? 100. Swali namba 2. Andika kwa kifupi 90,000, 5,000, tumepewa 0, 70 pamoja na ngapi? Na 4. Nayo aipange hiyo namba. Anaweza kuanza namba kubwa kwenda namba ndogo au aanze namba ndogo. Sisi tuanze na 4. Twende 4, twende 70, 0, 0, 0. No, 70. Tunakwenda 5,000. Tunakwenda 90,000. Tunaiandika kwa kifupi. Ili tuweze kuiandika kwa kifupi, tendo litakalotumika pale ni kujumlisha. Kwa hiyo tunapata 4, hapo tuna 7, 0, 5, 9. Kwa hiyo namba yetu ni 95,074.
tayari tumepata kwa kifupi. Hii mwalimu ni nini? Na hii ni nini? Kubwa kuliko. Alafu hii ni nini? Sawa sawa. Kuna kutoa mfano hapa si 500 500. Hapa tungetumia alama ya sawa, kwamba hii na hii zote zinafanyaje? Zinalingana. Lakini hapa kwenye kubwa kuliko na ndogo kuliko, mimi nilikuwa natumia hiyo njia nikiwa nafundisha watoto wa darasa la 3 na walifanyaga vizuri. Maana hiyo ukimwambia mtoto hii atumia alama hii, kwamba hii ni huku ni nini? Ni ndogo kuliko. Akitumia hii ni nini? Kubwa kuliko. Lakini nilikuwa natumia hii njia ya kumeza, achama kinywa. Mtoto achame kinywa chake, ameze mkubwa. Anapomeza mkubwa itatokea. Au kuna mwalimu mwingine aje aelezea hapa. Mimi nilikuwa natumia kinywa. Mkono wa kushoto. Lakini sasa hawa watoto bado ni wadogo, kama darasa la 3 walikuwa wanachanganyikiwa. Kwa hiyo mimi niliwaambia wao wameze mkubwa, yeye ameze namba kubwa. Kwa hiyo mdomo wake uelekee kwenye namba kubwa hapa. Tayari hii inaonekana ni ndogo, tayari huyu hapa ni nini? Ni mkubwa. Akimeza huku tayari anaonekana ni mkubwa, huyu ni nani? Mdogo. Yaani sisi wachama ndio kubwa. Yes, daima ndio kubwa. Unaelewa na watoto? Maana ukimwambia mtoto aanze kufanya sajili, wale watoto wanashindwa. Kwa hiyo ameze namba kubwa. Mwalimu, njia rahisi kumfundisha mtoto hili swali. Kuna siku ina saa 24. Lakini akishafikia hivi, akishakuta kuanzia 13, atoe ni masaa 12. Kwa hiyo hapa hizi dakika zitabaki kwa dakika. Achukua 19 kutoka 12, anapata ngapi? 7. Kwa hiyo hapa dakika zitabaki kuwa zile dakika ngapi? 20. Kwa hiyo hii ni saa 7 saa ngapi sasa? 13 ni saa 7. Saa 7 mchana Kwa hiyo hapa itakuwa ni saa 1 jioni. Kwa hiyo ni saa 1 dakika 20 ngapi? Jioni. Atoe kuanzia 13, 14. Yeye atoe haya masaa mangapi? 12. Okay, na ndipo kubadilisha hiyo kwenda masaa 20 unajumlisha 12. Ndipo kwenda masaa 20 unajumlisha 12. Ajumlisha 12. Hapa atoe. Ikishazidi tu hapa kuanzia ile atoe haya masaa 12. Yaani masaa 12 si mchana. Sio masaa 12 ya mchana. Sasa tunapoongezea ile masaa 12 ile masaa 24. Kwa hiyo yatoe yale masaa 12. Tunaona kwamba anapewa saa 23 labda na dakika 10. Yeye atoe 12. Achukue hiyo 23 kwa 12. Hapa atabaki 1 1. Ataweka hizo dakika zake ngapi? 10. Saa 5 na dakika 10. Itakuwa usiku. Itakuwa usiku. Kama nikwambia badilisha katika Au tunaambia masaa ngapi? Utajumlisha ile masaa 12. Yale ya saa ngapi? Yale ya usiku. Tunataka kutambua usiku jioni au mchana. Lakini akatambua saa 13 ni saa 7 mchana. Hata kwa mkono wako hesabu haibadiliki. Maana muda wetu unakuja kuisha saa 6 usiku. Ambapo ndio njia rahisi ya kumsaidia mtoto akaweza kufanya hivyo. Karibu mshahara. Hizi za mwisho ni dakika. Hapo sasa natakiwa kuandika kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Kivipi? Hapo ndio sawa kuandika. Andika sawa, alafu kasema saa 1 jioni. Kwenye nani haibadiliki. Kwenye mtindo, kwenye hisabati wa saa haibadiliki. Inabadilika. Yaani sawa sisi tunasoma saa 1. Kwa hiyo tunaandika hapa saa, tunaandika 1. Ukitoa saa 1 haikubali.
kwa huu mtindo wa saa 24. Ukitoa mwanamke unapata hiyo saa 1 lakini kwa mtindo wa lugha ya Kiingereza ndio tunasoma jinsi. Lakini sisi kwenye hisabati kwa lugha ya Kiswahili tunasoma ni saa 1 jioni. Sawa. Hiyo tunasema saa 1. Sawa na Kiingereza. Sijaelewa. Mimi sielewi. Nenda kwenye Basi njoo mwalimu nani hapa? nenda na nini? Njoo mwalimu huyo. Lakini najua inakuwa hivyo. Kwa njia nyingine unaweza kuelekeza vizuri katika masai. Kwa sisi tunasoma tofauti kwa lugha ya Kiswahili. Tunasoma tofauti. Lakini kwa lugha ya Kiingereza saa inasoma jinsi ilivyo. Kwa namba jinsi inasoma jinsi ilivyo. Lakini sisi hatuwezi kusema hapa ni saa 12 kama hapa ilivyo. Hapa sisi tutasema saa 12 badala ya kusema 6. Lakini kwa Kiingereza hapo utasoma 6. Yaani usomi 12 utasoma 6. Yaani na maana 6 o'clock. Utasoma 6 o'clock. Lakini sisi kwa Kiswahili sisi tutasema saa 12 jioni. Tofauti na hapo. Lakini hapa kwenye mchana sisi tutasoma ni saa 6. Yaani 12 inageuka inakuwa 6. Lakini kwa Kiingereza tutasema 12 o'clock. Ndio tofauti ya Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo sasa mtoto alipoonyeshwa namna hapa kuchukua 19 toa 12 akapata ngapi? 7 na dakika 20 jioni, ndio? Hapa ameweza kupata jioni. Lakini sasa ili uweze kumfafanulia vizuri kwamba angepata anajua hapa 7. Lakini sisi 7 tunaisema sisi kama 1. Lakini huku 1 hii tunaisoma 7. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kidogo kwenye lugha ya Kiswahili. Sasa hapa ili mrahisishie mtoto akishaona hii 7, yeye atasema ni saa 1 na dakika 20. Lakini sasa kwa wale hawa darasa la mtoto ndio Walimu wanapokutana kujifunza pamoja, kila mmoja hupata nafasi ya kuuliza swali kuhusu mada inayompa changamoto. Mwenzake hutoa maelezo kwa kutumia uzoefu wake. Mfano halisi, tunaona mbinu tofauti za ufundishaji. Tunaona mazungumzo haya yanavyowafanya walimu kuelewa mada kwa kina zaidi na kupata njia rahisi za kuwafundisha wanafunzi. Kwa mfano, mwalimu anaweza kuuliza, ninawezaje kuwasaidia wanafunzi kuelewa kuzidisha sehemu bila kuogopa hisabati? Mwalimu mwingine anaweza kujibu kwa kuonyesha matumizi ya vifaa vya kufundishia, michoro, michezo ya darasani au mifano inayohusiana na maisha ya kila siku. Walimu wengine nao huongeza mawazo yao na hatimaye kila mmoja anaondoka na mbinu mpya za kufundishia. Utaratibu huu wa kuulizana maswali, kujibizana kwa heshima na kubadilisha uzoefu hujenga walimu wenye ujuzi, huongeza kujiamini darasani na kuwasaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi zaidi. Mwishowe, walimu wanakuwa kitaaluma na wanafunzi wanapata matokeo bora ya kujifunza. Kama tunavyoona hapo walimu jinsi wanavyouliza maswali na jinsi wanavyojibizana vizuri. Ndugu walimu, hakuna anayejua kila kitu. Tunapofungua mioyo yetu na kujifunza kutoka kwa wenzetu, tunawasha taa ya maarifa kwa maelfu ya watoto. Mbinu unayomfundisha mwalimu mwenzako leo inaweza kuwa sababu ya mwanafunzi mmoja kuelewa hisabati, kufaulu mtihani na kutimiza ndoto yake ya maisha. Tusione aibu kuuliza, kushirikiana na kujifunza. Elimu bora hujengwa na walimu wanaoshirikiana, si wanaoshindana. Tukiinua uwezo wa mwalimu mmoja, tumeinua maisha ya watoto wengi. Asante kwa kutazama Moyo wa Malezi. Ukipenda maudhui haya, usisahau kusubscribe, kupenda video na kuishiriki ili ujumbe huu uwafikie walimu wengi zaidi. Kwa pamoja tunaweza kujenga kizazi kinachopenda kujifunza na kinachofaulu. Asante, Mungu akubariki. Tutakutana tena wakati ujao.